Ndugu zangu wa Tanzania, kesho Chadema tutasimama sio kwa ajili ya kumbukumbu tu, lakini kwa ajili ya dhamira yetu. Kesho itakuwa ni siku 365 zimepita tangu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kiongozi wa siasa za upinzani, mtetezi wa haki za binadamu na sauti ya wengi, Tundu Antipas Lissu awekwe gerezani. Siku 365 za ukimya wa mamlaka, lakini sio ukimya wa mwananchi. Siku 365 za majaribu, lakini pia zitakuwa ni siku 365 za uthabiti wa imani. Ufungwa wa mwenyekiti haujaweza kuzima hoja, haujaweza kufuta ukweli, haujaweza kuvunja ari ya wale wanaoamini katika utawala wa sheria, katika usawa na katika haki. Ndugu zangu wananchi, kesho tukutane kwenye baraza la kidijitali ambaye atakuwepo katibu mkuu wa ODM Mheshimiwa Edwin Sifuna, atakuwepo makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche, atakuwepo katibu mkuu John Mnyika, naibu katibu mkuu Amani Golugwa, atakuwepo makamu mwenyekiti Zanzibar, lakini atakuwepo Maria Sarungi, mtetezi wa haki za binadamu, lakini watakuwepo pia wazungumzaji wengine wengi. Tukutane hapo, tujadili, tuchambue. Jana nilimsikia mwenezi wa CCM. Kijana, naomba ujielekeze vizuri. Huwezi kufananisha makamu mwenyekiti wa Chadema na makamu mwenyekiti wa CCM. Makamu mwenyekiti wa CCM hawezi kuchambua hoja. Hawezi. Mlimsikia vizuri makamu mwenyekiti akiwa anachambua hoja za uchumi wa nchi hii. Makamu mwenyekiti wa CCM hawezi kufanya hilo jambo. Sisi Chadema hatukuwalazimisha kuchagua watu ambao wamechoka kisiasa kuwa viongozi wenu. Kwa hiyo tunaomba nyie CCM mjielekeze vizuri, muache kutusemea sisi Chadema, na angalienu ya kwenu. Ya kwenu yanawashinda nini mpaka mzungumzi ya Chadema? Mwisho wa siku bado ulienda kuiomba serikali ipunguze mafuta yale ambayo makamu mwenyekiti Heche alikuwa anazungumza. Except makamu mwenyekiti alisema kwamba hiyo serikali yenu ni dhalimu, hata kama hatuitambui, lakini sisi ni walipa kodi wa nchi hii na hakuna kitu ambacho mnaweza mkafanya ili mzime sauti za kupambania haki wa nchi hii. Tukutane kesho kwenye baraza la kidijitali, tutakuwa tunachambua demokrasia ya nchi hii, tutakuwa tunawasema wakandamizaji wa